Action. Assalamu alaikum kwanza baba. Wa alaikum salaam. Nikushukuru kwa jambo jema zuri kubwa, naweza kusema kama umenizawadia kuwepo kwenye harusi, kutufundisha siku ile. Harusi yangu ilibidi iwe ya kawaida, lakini ni trend sana, nahisi kwa ajili yako wako wanachangia. Sasa ila kuna kitu nataka nikwambie au nikuombe au nikumuulize, unishauri pia. Kuna mtazamo wa watu wananijaji na Uislamu wangu, yani wanakujaji yani kama like si Muislamu au hukufaa kuwa Muislamu. Kiufupi achana na. Leo kwanza nataka nikwambie kitu kimoja mwanangu. Kwanza shukuru. Sema alhamdulillah kama pia. Maana hata mimi naulizwa kweli ni hakika imetokea, kwani yeye na mpaka muone imekuwa vigumu. Mwanadamu ameumbwa kama chai, ukiitia katika kikombe nayo inachukua sura ya kikombe, ukiitia kwenye chupa. Kwa mwanadamu ni kiumbe ambao Mungu amemuumba anabadilika wakati wote, kwa mabadiliko ya kiasi hata Mwenyezi Mungu mwenyewe amesema wazi, yeye hawabadilishi watu mambo yao mpaka wabadilike. Hii maana yake kwamba uwezekano wa kubadilika kwa mwanadamu upo kabisa, na ni makosa kumjaji mtu na zile hukumu za Mungu kabla ya kifo chake. Yaani kabla hajafa mtu ni makosa kumhukumia pepo au moto, kwa sababu Mungu ndo anamjua mwanadamu aliyomuumba. Kuna watu wengi wanaweza kuonekana muonekano wao ni watu wa kheri, lakini kesho na kesho kutwa utawakuta. Lakini kuna watu wengine wanaweza kumuona mtu mbaya sana, lakini mwisho wa siku akawa mwema. Ni Mungu mwenyewe. Kikubwa ni kumwomba Mwenyezi Mungu usio hati. Kwa hiyo wewe kama wewe for your position na iki ulichokiamua, endelea kujiamini, kujipongeza na basi hapo. Asante. Langu mimi ni kwamba kama tulivyoongea na tunaendelea kuongea, sasa ni kujifunza Uislamu, kusoma Qur'ani, kusoma mwenendo wa Mtume inshallah, na tutaweka programu hii. Na cha kuambia tu watu atakaye aje ya jamani, mmesikia, atakaye aje, Uislamu una mwenyewe na mimi sio peke yangu, na wewe unaweza, mwache kunijaji. Asante baba. Asante, shukrani. Asante. Allahumma amin. Asante. Amin.